Akboss ni kijana wa kawaida anayefanya kazi kama mhudumu wa muda kwenye hoteli mbalimbali ili kujikimu maisha. Maisha yake si rahisi hata kidogo. Familia yake inapitia changamoto nyingi za kifedha, na siku hiyo alipokuwa akielekea kazini, alipokea taarifa mbaya kwamba mama yake alikuwa mgonjwa na amekimbizwa hospitalini. Lakini kabla hajafika kazini, Akboss anakutana na tukio lisilotarajiwa. Anaingia kwenye gari ambalo kumbe ni la majambazi wanaolenga abiria. Hata hivyo, majambazi hao hawakujua kwamba wamekutana na mtu wa tofauti kabisa. Baada ya mapambano mafupi, Akboss anafanikiwa kuwashinda wote na kuendelea na safari yake kana kwamba hakuna kilichotokea. Anapofika Crystal Valley Hotel, anakuta maandalizi makubwa yakiendelea. Hoteli hiyo ilikuwa mwenyeji wa mikutano mikubwa ya serikali iliyokuwa ikihusu mpango wa kupunguza umaskini. Viongozi mbalimbali wa serikali walikuwa wamehudhuria, akiwemo waziri wa ustawi wa jamii ambaye alikuwa anasimamia mabilioni ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya wananchi maskini. Wakati huo huo, Akboss alikuwa akihangaika na matatizo yake binafsi. Habari ya ugonjwa wa mama yake ulimchanganya kabisa, kiasi cha kuchelewa kwenye mkutano wa wafanyakazi. Kwa bahati mbaya, jambo hilo lilimfanya kugombana na bosi wake na akaadhibiwa kukatwa sehemu ya mshahara wake. Lakini hakuna aliyefahamu kwamba ndani ya muda mfupi maisha kila mtu aliyekuwa ndani ya hoteli hiyo yalikuwa karibu ya kubadilika kabisa. Ghafla kundi kubwa la wanaume wenye silaha likiongozwa na mwanajeshi wa zamani aitwaye Tanya Bright lilivamia hoteli hiyo, na ndani ya dakika chache wanadhibiti kila sehemu ya jengo. Wanachukua mateka muhimu na kuweka mabomu kwenye milango yote ya kuingia na kutoka. Hapo ndipo tukio kubwa la filamu linaanza. Baada ya kuteka hoteli nzima, Tanya Bright na kikosi chake wanaanza kuonesha kuwa hawakuja kwa ajili ya fedha ndogo wala kutafuta maarufu. Walikuwa wamepanga kila kitu kwa umakini mkubwa. Ndani ya muda mfupi, wanakusanya viongozi muhimu pamoja na wageni wa heshima, kuwafungia ndani ya chumba kimoja kama mateka. Miongoni mwao alikuwepo waziri wa ustawi wa jamii, baadhi ya washauri wake, pamoja na wafanyabiashara waliokuwa na ushawishi mkubwa. Wakati mateka wakihangaika kuelewa kilichokuwa kinaendelea, Tanya anaanza kuzungumza moja kwa moja na wananchi kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni. Katika hotuba yake, anadai kuwa serikali imekuwa ikiwadanganya wananchi kwa muda mrefu kuhusu fedha za kupunguza umaskini. Kwa mujibu wake, mabilioni ya fedha yaliyotengwa kusaidia wananchi yalikuwa yakiishia mikononi mwa viongozi wachache wenye tamaa. Ndiyo maana yeye na kikosi chake waliamua kuingilia kati na kuhakikisha fedha hizo zinawafikia wananchi. Nje ya hoteli, vyombo vya habari vinaanza kulipoti tukio hilo kwa kasi kubwa. Habari zinaenea nchini nzima na vyombo vya habari vya kimataifa vinaanza kufuatilia kile kilichokuwa kinaendelea. Polisi nao wanafika eneo la tukio, lakini kabla hawajafanya chochote, Tanya anawasiliana nao na kutoa onyo kali. Anaeleza kuwa mabomu yamewekwa kwenye maeneo mbalimbali ya hoteli na hatua yoyote haraka inaweza kusababisha vifo vya watu wengi wasiokuwa na hatia. Kutokana na tisho hilo, polisi wanalazimika kusitisha operesheni yao na kuanza kutafuta njia nyingine ya kutatua mgogoro huo. Ndani ya hoteli, Akboss hakuwa tayari kukaa kimya. Ingawa alikuwa mhudumu wa kawaida, moyo wake haukumruhusu kuwaacha watu wote hao kwenye hatari. Baada ya kufanikiwa kutoroka eneo moja lililokuwa chini ya ulinzi wa magaidi, anakutana tena na Feni, mkuu wa usalama wa hoteli ambaye amedhalilishwa na walinzi wa waziri. Wawili hao wanaamua kushirikiana. Lengo lao lilikuwa moja tu, kutafuta njia ya kuwasaidia mateka na kuzuia mpango wa magaidi kabla mambo hajaharibika zaidi. Wakati huo huo, ndani ya kundi la Tanya kulikuwa na mwanamke aitwaye Wando. Kwa nje alionekana kama sehemu ya wafanyakazi wa serikali, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Baadaye inafichuka kwamba Wando ndiye alikuwa kiungo muhimu zaidi katika operesheni hiyo. Alikuwa anajua siri nyingi za mfumo wa fedha za serikali. Alikuwa na taarifa za akaunti, nambari za siri za miamala na taratibu zote zinazohitajika kuhamisha fedha hizo. Kitu pekee walichokuwa wamekosa ni taarifa chache ambazo zilikuwa zinajulikana na waziri mwenyewe. Ndiyo maana waziri alikuwa muhimu sana kwao, walimhitaji akiwa hai. Kadiri muda ulivyokuwa unapita, Akboss na Fei walikuwa wakizidi kugundua kuwa magaidi hao walikuwa wamejipanga kupita kiasi. Kila njia waliojaribu ilionekana kuwa na walinzi. Kila kona walikopita ilikuwa imeweka ulinzi, lakini bado hawakukata tamaa. Baada ya uchunguzi wao, wanaanza kuamini kwamba
kuna kifaa maalum kilichokuwa kinazuia mawasiliano yote ndani ya hoteli. Kama wangefanikiwa kukizima, watu waliokuwa ndani ya hoteli wangeweza kuwasiliana na polisi na kuomba msaada. Hivyo wanaanza safari ya kukitafuta, lakini kabla hawajafika mbali, wananaswa na baadhi ya watu wa Tanya. Wanakamatwa na kufungwa. Akbos kama kawaida yake anaendelea kuzungumza bila hofu huku akiwa mateka. Jambo hilo linawafanya watekaji wamchukie zaidi. Lakini wakati huo huo, Tanya alikuwa akipita kumbukumbu za maisha yake ya zamani. Inafichuka kwamba zamani alikuwa mwanajeshi mwaminifu aliyetumikia nchi yake kwa uaminifu mkubwa. Tatizo ni kwamba yeye pamoja na wenzake waliwahi kusalitiwa na viongozi waliokuwa madarakani. Baadhi ya marafiki zake waliuawa, wengine walitelekezwa, na wale waliobaki walijikita wakiteseka, huku viongozi waliohusika wakifaidi madaraka na utajiri. Ndiyo chanzo cha hasira zake zote. Kwa mtazamo wake alikuwa akipigania haki, lakini je, alikuwa shujaa au alikuwa amegeuka kuwa mhalifu kama wale aliyekuwa? Swali hilo linaanza kuwachanganya hata baadhi ya watu waliokuwa wakifuatilia tukio hilo. Wakati Akbos na Faye wakiwa bado wamefungwa na watu wa Tanya, hali ndani ya hoteli ilizidi kuwa ngumu kila dakika iliyokuwa ikipita. Nje ya jengo, polisi walikuwa wamezingira eneo lote, lakini hawakuwa na mpango wa madhubuti wa kuwaokoa mateka. Kila walipojaribu kuchukua hatua, walikumbushwa kuwa mabomu yaliyotekwa ndani ya hoteli yangesababisha maafa makubwa. Ndani ya hoteli, Tanya alikuwa amesogea karibu sana na kufanikisha lengo lake kuu. Kupitia msaada wa Wando, walikuwa wamepata taarifa nyingi muhimu kuhusu mfumo wa fedha uliokuwa ukidhibiti mabilioni ya fedha za serikali. Kilichobaki sasa ni kupata majibu ya mwisho ya maswali ya usalama ambayo yangewezesha fedha hizo kuhamishwa. Waziri alikuwa chini ya ulinzi mkali, hakuruhusiwa kuondoka popote. Tanya alijua kwamba bila ushirikiano wake, mpango mzima ungeweza kushindikana. Wakati huo huo, Akbos alikuwa akitafuta njia ya kutoroka. Ingawa mikono yake ilikuwa imefungwa, hakukoma kufikiria. Baada ya muda, yeye na Faye walifanikiwa kupata nafasi ya kuwashambulia walinzi waliokuwa wakiwasimamia. Mapambano mafupi yaliibuka. Kwa bahati nzuri, wanafanikiwa kutoroka kabla ya walinzi wengine kufika. Sasa walikuwa huru tena, lakini walijua kwamba hawakuwa na muda mwingi. Baada ya kuzunguka maeneo mbalimbali ya hoteli, hatimaye wanaanza kufuatilia chanzo cha tatizo lao kubwa, kifaa kilichokuwa kinazuia mawasiliano. Waligundua kwamba kama wangefanikiwa kukizima, watu wote waliokuwa ndani ya hoteli wangeweza kuwasiliana na polisi na kuomba msaada. Tatizo lilikuwa kwamba kifaa hicho kilikuwa kinalindwa. Walihitaji njia ya kufika huko bila kugunduliwa. Kadiri simulizi inavyoendelea, wananchi waliokuwa wakifuatilia tukio hilo kupitia vyombo vya habari waligawanyika katika makundi mawili. Kundi moja liliona Tanya kama mhalifu, kundi jingine lilianza kumwona kama mtu aliyekuwa akipigania haki kwa njia isiyo ya kawaida. Wakati huo huo, Akbos na Faye walikuwa wamefika karibu sana na chumba kilichokuwa na kifaa cha kuzuia mawasiliano. Walifanikiwa kuwaepuka walinzi kadhaa na kuendelea mbele, lakini kabla hawajafanikiwa lengo lao, waligunduliwa tena. Watu wa Tanya wakaanza kuwafukuza kupitia korido za hoteli. Baada ya mapambano kadhaa, hatimaye wanafika kwenye chumba walichokuwa wanakitafuta. Ndani yake kulikuwa na kifaa kilichokuwa kinazuia mawasiliano yote, lakini walinzi walikuwa tayari wamewafikia. Mapambano makali yanaanza. Faye anapambana na mmoja wa walinzi huku Akbos akijaribu kufikia kifaa hicho. Kwa muda mfupi ilionekana kana kwamba watashindwa, lakini baada ya msaada usiotarajiwa kutoka kwa Dara, wanafanikiwa kupata nafasi. Hatimaye kifaa hicho kinaharibiwa. Mara moja simu za watu waliokuwa ndani ya hoteli zinaanza kufanya kazi tena. Arifa zinaanza kuingia. Mawasiliano yanarudi. Kwa mara ya kwanza tangu utekaji uanze, mateka wanaweza kuwasiliana na dunia iliyokuwa nje. Lakini mafanikio yote yanamkasirisha sana Tanya. Anagundua kuwa kuna mtu anayeharibu mpango wake kutoka ndani. Anapoanza kuchunguza, jina moja linaanza kujitokeza mara kwa mara: Akbos. Lakini wakati huo huo, siri nyingine kubwa iliyokuwa karibu kufichuka. Siri ambayo ingeonyesha kwamba si kila mtu ndani ya kikosi cha Tanya alikuwa akipigania haki kama walivyodai. Na siri hiyo ilikuwa inamuhusu Wando na fedha ambazo zilikuwa karibu kuhamishwa. Mmoja wa watu wake anagundua siri hiyo pia. Anagundua kwamba Tanya na Wando walikuwa wamehamisha kiasi kikubwa cha fedha kwenda kwenye akaunti yao binafsi nchini Uswisi. Ndani ya kikosi cha Tanya, hali ya kutoaminiana inaanza kujitokeza. Baadhi yao wanaanza kujiuliza kama walikuwa wametumiwa. Wengine wanaanza kupoteza imani kwa kiongozi wao. Lakini kabla hawajafanya chochote, Wando anachukua hatua ya haraka. Anahakikisha kwamba siri hiyo haitaharibu mpango wao. Wakati huo huo, nje ya hoteli polisi wanaendelea kushinikizwa na serikali. Vyombo vya habari vinaendelea kuonesha tukio hilo moja kwa moja.
Wananchi wanadai hatua ichukuliwe, viongozi wanataka mateka waokolewe, lakini hakuna anayejua njia salama ya kuingia ndani. Kuna jamaa anaitwa Whitson, bado anaongoza operation hiyo. Anaamini kwamba kutumia nguvu ndiyo suluhisho pekee. Wenzake wanamwonya kwamba kuingia kwa nguvu kunaweza kusababisha umwagaji mkubwa wa damu, lakini Wisdom hataki kusikiliza. Baada ya Akboss na Faye kufanikiwa kuharibu kifaa kilichokuwa kinazuia mawasiliano, hali ndani ya hoteli inaanza kubadilika haraka sana. Mateka wanaanza kuwasiliana na ndugu zao, wengine wanapiga simu kwa polisi. Habari mpya zinaanza kuingia kila upande, lakini jambo hilo linamkasirisha sana Tanya. Ndani ya hoteli, Faye anaanza kugundua jambo lingine muhimu. Baadhi ya watu wa Tanya, bunduki nyingi walizokuwa wakitumia hazikuwa na risasi. Habari hiyo inawapa Akboss na Faye ujasiri mkubwa. Kwa mara ya kwanza wanaona kwamba watu wa Tanya hawakuwa na nguvu kama walivyokuwa wakionekana. Lakini bado kulikuwa na tatizo kubwa. Kikosi cha kweli cha Tanya, wale walikuwa na silaha za kweli na mafunzo ya kijeshi, bado kilikuwa ndani ya jengo. Polisi wanafanya uamuzi wa mwisho. Baada ya masaa mengi ya kusubiri, wanaamua kuvamia hoteli kwa nguvu. Uamuzi huo unabadilisha kila kitu, kwa sababu mara tu operation hiyo itakapoanza, hakuna atakayejua nani atabaki hai na nani atakufa, na ndani ya dakika chache zijazo hoteli nzima itageuka kuwa uwanja wa vita. Nje ya jengo, magari ya polisi yanaendelea kuwasili. Maafisa wa usalama wanajiandaa kwa operation ya mwisho. Baadhi ya viongozi wanajaribu kuwashauri wasubiri kidogo zaidi ili kuepusha vifo vya mateka, lakini Wisdom anasisitiza kwamba huu ndio ulikuwa muda sahihi wa kushambulia. Hakutaka tena kusubiri, hakutaka tena kujadiliana. Alitaka operation ianze mara moja. Wakati huo huo, Tanya alikuwa tayari amejiandaa kwa hali hiyo, lakini ghafla milio ya risasi inaanza kusikika kila upande. Mapambano makubwa yanazuka ndani ya jengo. Polisi wanakutana na upinzani mkubwa kuliko walivyotarajia. Watu wa Tanya wanajibu mashambulizi kwa nguvu zote. Wisdom anapoona hali ikizidi kuwa mbaya, anafanya jambo lingine ambalo hakuna aliyekuwa akitarajia. Badala ya kuendelea kuwaongoza watu wake, anaamua kujiokoa mwenyewe. Anatoroka eneo la mapambano na kuwaacha maafisa wake wakikabiliana na hatari peke yao. Tanya anafanya uamuzi wa mwisho ambao utabadili kila kitu. Anamuita Akboss kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Mazungumzo hayo yangekuwa muhimu kuliko mapambano yote yaliyotokea kabla yake. Tanya anaamua kwamba muda wa kukimbia ulikuwa umefika, lakini kabla hajaondoka, alikuwa na jambo moja la mwisho la kufanya. Anamtuma ujumbe Akboss na kumtaka wakutane peke yao. Akboss anakubali. Baada ya yote alikuwa ametokea, alitaka kujua ni kwa nini mtu huyu alikuwa amepambana kwa nguvu zote kufanikisha mpango wake. Wanakutana ndani ya moja kwa moja ya vyumba vya hoteli. Ni mazungumzo tu kati ya wanaume wawili waliokuwa kwenye pande tofauti. Akboss anamuuliza Tanya kwa nini alichagua njia hiyo, kwa nini aliteka watu, kwa nini alisababisha vurugu nyingi. Lakini kabla ya mazungumzo hayajaenda zaidi, Tanya anamuonyesha Akboss jambo ambalo linamshangaza sana. Katika muda wote operation, Akboss alikuwa akihofia sana usalama wa mama yake. Mama yake alikuwa hatarini, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Tanya anamueleza kwamba watu wake hawakumdhuru mama yake, badala yake walimhamishia katika hospitali bora zaidi. Baada ya kugundua ugonjwa wake, walihakikisha anapata matibabu mazuri. Si hivyo tu, walikuwa wamewekewa fedha nyingi kwenye akaunti ya familia yake ili kuhakikisha matibabu yanaendelea. Akboss anabaki ameshangaa. Kwa muda mfupi hajui aseme nini. Kwa mara ya kwanza anaanza kuona kwamba Tanya hakuwa mtu mweusi au mweupe kabisa. Alikuwa mtu mwenye makosa mengi, lakini pia alikuwa na upande wa kibinadamu. Kwa wakati huo huo, Wando alikuwa ameanza kujiandaa na kutoroka. Baada ya siri ya akaunti yake ya dola milioni 100 kufichuka, alikuwa akijua kwamba mambo yake yangeharibika muda wowote. Tanya naye alikuwa amekubali kwamba operation yao ilikuwa imefika mwisho. Wakati huo huo, polisi wanafanikiwa kuingia katika maeneo yaliyobaki ya hoteli. Mateka wanaanza kuokolewa mmoja baada ya mwingine. Baadhi ya watu wa Tanya wanakamatwa, wengine wanajisalimisha. Wando naye hatimaye anakamatwa wakati akijaribu kuondoka. Ndani ya muda mfupi operation yote inakuwa imefika mwisho, lakini mtu mmoja alikuwa ametoweka, Tanya Bright. Hakuna aliyemuona ametoka, hakuna aliyemkamata. Akboss anarejea kwenye maisha yake, lakini sasa wakati huo ukaribu wake na Dara unaanza kuongezeka. Baada ya kila walichopitia pamoja, hisia zao zinaanza kuwa wazi zaidi. Ingawa alikuwa karibu kubusiana mara kadhaa wakati wa tukio hilo, safari hii hakuna aliyekuwa anakwamisha. Miezi mitatu inapita, polisi bado wanaendelea kumtafuta Tanya. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba huenda alikuwa hai,
lakini hakuna ushahidi wa kutosha. Na kadri muda unavyopita, Tanya anageuka kuwa fumbo.